Jahazi TV. Hujambo na karibu mtazamaji wa Jahazi Online TV na ukaribishe katika kipindi cha Mzalendo. Ni masafa kadhaa kutoka kisiwani Unguja hadi katika kisiwa cha Pemba, na leo tupo katika kijiji cha Pembeni Village ambapo tumefika hapa na tumefika kwa mwanadada ambapo anajishughulisha na shughuli mbalimbali za kuweka ama kukarabati ama kutoka kitu katika hali ya dongo kuja katika hali ambayo kitu ambacho kipo rasmi kwa ajili ya kutumiwa kwa njia moja ama nyingine ile ama kwa njia tofauti. Twende moja kwa moja tukamsikilize ni ubunifu wa aina gani ambao ameweza kuubuni katika kutoa kitu katika hali ya udongo kuja katika hali ya kitu cha samani na kuweza kutumika katika matumizi mbalimbali. Utakuwa nami mtangazaji wako Zura Salim sambamba na crew nzima ya Jahazi Online TV. Tupo hapa katika kisiwa cha Pemba kwa ajili ya kuhabarisha kilicho bora zaidi. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Hali yako? Nzuri za safari. Nashukuru Allah, sijui za wewe. Alhamdulillah, tunashukuru. Karibuni. Asante, karibuni katika kijiji cha Pembeni kilioko wilaya Chake Chake, shehia Ziwani. Asante. Karibuni sana. Poleni na changamoto za safari. Kama mnavyoziona, kwetu ni mbali na tuna changamoto sana za miundombinu ya barabara. Kwa hiyo karibuni, tunakaribisha tena katika kijiji cha Pembeni. Asante sana. Kwa faida ya mtazamaji, kwanza itakuwa vizuri sana ukimjuza jina lako hasa na shughuli ambazo unazifanya. Jina langu naitwa Mtumwa Juma Amor, ni mzaliwa Pembeni, ni mjasiriamali katika kikundi cha Zinamola. Kikundi chetu kilianza 2020 kikiwa na wanawake 9, wanawake 7, wanaume 2. Lakini alhamdulillah, na tunaishukuru serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Al-Hassan Mwinyi kwa kutuweza kutushika mkono wajasiriamali, na mpaka leo ikawa tuko katika hali hii. Tuko vizuri na tunaendelea kuwa vizuri. Tunaishukuru serikali na rais wake mpendwa. Hapa usoni kwangu naona vitu tofauti. Kuna vyetezo, lakini hapa kuna kitu tofauti. Ili ni andazi. Sasa alafu uzuri wake andazi kaekewa na kisahani kwa pembeni, kaekewa kibakuli cha chai hichi, kikombe cha kahawa, alafu baadaye kaekewa na andazi. Huu ubunifu ulianzaje ama ulifikiria nini mpaka ukaamua sasa kuandaa kikundi, alafu sasa kikundi cha wanawake wengi, wanaume wachache. Sasa ilikuwaje hili wazo likaja kwa ajili ya kuinua na akili zako? Ni kweli, kwa sababu kilichonishawishi kuanza kuunda hichi kikundi, tulifanya maonyesho pale hapa Pemba ya Chamanangwe. Mara ya kwanza hatukuweza kushiriki, lakini mara ya pili alitokezea mama mmoja akanitaka vyetezo vya oda. Vyetezo vya oda vile baadaye alikanseli, hakuvichukua. Na mdogo wangu hapa mpambanaji alhamdulillah akanambia nipe mimi hivyo vyetezo. Akaanza kwenda pale, aliingia kimagendo katika ile tamasha kwa sababu kama huna vigezo huwezi kuingia. Lakini aliingia kimagendo pale, akafanya biashara vizuri alhamdulillah. Alipomaliza pale tukashawishika, tukaona tuanzishe kikundi. Na sasa hivi kama tunavyojua wanawake tunapawa sana kwenye vikundi. Tukaunda kikundi kile, tukafanya usajili, tukamaliza, tukaingiza na wanaume 2 wale tayari kwa kutusaidia, kwa sababu kazi nyingine lazima tuwapate wanaume. Tukaanza 2021, 22, 23, 24 hadi leo 25, ni miaka 5. Tangia hivi vyetezo tunatengeneza, ni mjasiriamali, natengeneza vyetezo, mikungu, vijungu, mitungi, maseredani na kadhalika, na vyombo kama hivi hapa vya ubunifu, vikombe, sahani, maandazi, vikombe vya kahawa, majagi, gilasi, zote tunatengeneza. Kwa sababu huu ni udongo lakini una usanifu. Tunaambiwa jasiriamali tuwe wabunifu. Si kwa kuwa ni mkungu tu au kijungu ni kijungu tu, lakini anatoka huko. Kwa mfano napata wageni wa nje ya nchi na ndani ya nchi. Wanatoka wageni wa nje ya nchi wananiletea nataka designer hii,
na ile design anaichukua, nikisha kuichukua anaifanyia kazi, wao wanakuja kuchukua na mimi pale ni tayari washaniongeza kidogo, kwa sababu nitauza hata humu ndani ya nchi. Wanakuja wageni wale wanachukua zile kama sahani kama hizi, wageni wa nje ya nchi hata wa ndani ya nchi wananunua hizi sahani zile pale za samaki zile, wanapenda sana watalii. Sahani kama hizi hapa za samaki wanapenda sana watalii. Akija anataka hii na anachukua. Alhamdulillah tunapata, tunauza, tunapata mahitaji ya familia na akiba tunaweka hapo hapo, kwa sababu mbele yake kuna maisha. Tunafanya hasa vitu kama hivi sana, tunauza kwenye matamasha kama matamasha Sabasaba, maonyesho ya Mapinduzi na mengineyo yatakayokuweko. Tunashiriki na tunapeleka hizi bidhaa tunauza. Changamoto tu haziachi kuwemo katika hizi bidhaa au katika kazi, lakini alhamdulillah tunauza na tunapata na tunarudi, kwa sababu wajasiriamali wengi hawa tukiulizwa tunasema ni hasara tu. Hakuna hasara, yani hatuwezi kushukuru kitu. Lazima tushukuru, tunafanya biashara na tunapata alhamdulillah. Hicho tunachopata si kidogo, kwa sababu pale serikali inatuunga mkono kidogo. Kama tutasafiri kama kwenda kwenye Sabasaba au kwenda safari nyingine kwenye maonyesho, lazima na wao lazima watusaidie japo kidogo. Wanatusaidia serikali, tunaishukuru, tena watuunge mkono hivi. Kama huyu mama yetu Zea, huyu ndio kilio chetu. Lazima tunapotokezewa na safari kama hizi, lazima watatuita vikao na tunaenda, tunatoa changamoto zetu, na wao wenyewe wanatusapoti kwa sababu tunafuatana moja kwa moja mpaka kwenye maonyesho. Wanaona jinsi wajasiriamali wanavopata zile changamoto, sasa wanaziona wao, kwa sababu zamani ilikuwa hatufuatani nao. Sisi tunatangulia au wao wanatangulia, sisi tunabaki nyuma. Sasa zile changamoto zinatuelemea peke yetu, lakini tukaona hakuna, lazima changamoto hizi na wao tufuatane nao, kwa sababu tukiwaeleza wale watu wa bandari, watu wa nini, hawatufahamu, lakini wakiwepo wenyewe si wanaona kweli wajasiriamali wetu wana changamoto moja mbili, wakirudi wanakuja kukaa chini wanazirekebisha changamoto zao. Pale sisi tunapata unafuu alhamdulillah. Na katika mitandao sasa hii nikaichukua, nikaona kama mimi wale una mahoteli au nyumba zao mzuri zile, wanaweza kuweka hapa, unafunga kama misumari au uzi, unafunga unaweka juu, baadaye huku ndani unatia balbu. Ukisha kutia balbu, ule mwangaza mkali unaondoka, unakuja ule mwangaza unapitia katika hizi tundu ambazo tuloweka mdogo. Ni mzuri katika chumba, yani hakina mwangaza ule wa kukera ndani. Ni mzuri katika chumba, hata kwenye mahoteli hizi bidhaa wanatumia. Lakini hapa nacho inakiona chetezo kimebuniwa katika muundo tofauti na hichi hapa. Naona hichi ipo plain, lakini hichi sasa naona na pamoja na hichi naona kimepambwa kwa misili ya maua, kuchorwa rangi na kupakwa rangi. Hii imekaaje? Ni kweli, kwa sababu zamani wazee wetu walikuwa wakitengeneza vietezo kama hivi tu, kama hichi. Hivi ndio vietezo vya zamani sana. Wazee wetu walikuwa wakitengeneza vietezo kama hivi tu, lakini hichi hapa mimi nimekidesign. Lakini hichi walikuwa hawadesign, viko hivi. Lakini tulipoingia kwenye masoko, tukajichanganya na watu, tukapata ABC, tukaona wateja nini wanataka, ndio tumekuja na modeli huu wa kuvichora sasa hivi vietezo. Na unapovichora viko tofauti, utakapokiuza hichi na hichi ni tofauti bei zake. Tunatafuta nini? Mjasiriamali anatakiwa awe mbunifu, na tunatafuta soko la kutukwamua kimaisha. Sasa hii bei yake na hii ni tofauti. Mwingine anataka hii cha uhalisia, mwingine akwambia mimi sitaki hicho, nataka hichi. Nataka nibadilishe kama hicho ninacho, nataka nibadilishe sasa. Hapo ndipo wateja tunaenda na wateja wanavotaka. Mteja vile vya asili vipo na hivi vya kudesign viko. Viko. Sasa nikurejeshe nyuma kidogo. Tumekuja hapa tumezungumza, lakini sasa wazo ama kila kitu kinakuwa na msingi wa kitu, wa kujifunza kitu. Huu msingi wewe ulipata wapi, ama
uliibuka na wazo ukasema mimi acha sasa hivi nijifunze kuhusu utengenezaji wa vitu tofauti tofauti kwa kutumia udongo na kuvikaribisha? Yani tumezoea kutumia plastiki, kaure, lakini ukaona acha nifanye vitu tofauti, kama tengeneze sahani, lakini hapa pia naona kikombe hichi kwa mfumo wa udongo. Lakini hapa hii bila shaka ni klasi kwa mfumo pia wa udongo. Sasa tumeshazoea tunakunywa maji kwenye glasi, juisi kwenye plastiki. Sasa hii hapa ni udongo. Sasa hili wazo ama ukufunzi ulijifunza kwa njia gani? Yani wazee wetu wa zamani tulipoibuka hii kazi ipo, na wazee wetu pia walikuwa na vikundi kama hivi sasa. Lakini wazee wetu ndo hawakusoma. Aliyesoma pale atakuwa mjanja kwa kuwanyang'anya wenzake. Sasa na sisi tulipata uchungu. Kwa nini wazee wetu walikuwa na vikundi hapa na leo wameachia? Nilikuwa na ndoto kwenye nafsi yangu, kama na mimi ile kazi lazima nitakuja kufanya. Sijajua lini, lakini ile kazi naitaka na nitakuja kufanya. Nilikuwa wazazi wanafanya. Lakini nina nia kwenye nafsi yangu, kwa sababu jambo lolote kama hujadikubali huwezi kulifanya. Ilipokuwa hivyo naenda narudi, sijui wapi nianze. Pa kuanza sijui, naanzaje sijui. Lakini tena Mwenyezi Mungu jambo lolote lile ikifika hatma haitaki sababu. Nilikuja ibuka tu, nilikuwa na huyo mdogo wangu nilikwambia alikwenda kuuza, ndiye alikuja kunishawishi. Akaniambia tuunde kikundi. Tayari tukaunda kikundi na kila kitu. Nilikuwa sijui kutengeneza hivi vitu bwana. Nilikuwa nikimfuata mtu kwa lazima tu nifundishe. Mtu kwa kumalizia, uhamasishaji kwa jamii ambazo wanaona kwamba hii ni kitu ambacho ni cha wazee na wazee yao yameshamalizika. Sasa kuna science na teknolojia, kwamba sasa mimi siwezi nikatumia mtungi madam freezer lipo, ama mimi sasa siwezi nikatumia hichi chetezo ambacho kimetengenezwa kwa udongo madam vya umeme vipo. Sasa nitafute makaa, niwashe makaa, na kati sasa hivi nikibonyeza tu kwenye switch anapata kufukiza kile ambacho nakitaka. Wito kwa jamii ambao bado hii elimu ya kutumia vitu vya zamani ukoje? Kusema la ukweli, wale wanaotumia vile vietezo vya umeme wanaona kama labda ndo rahisi kwao. Lakini udi unapouchoma kwenye kietezo hichi na kietezo cha umeme uko tofauti. Kwa sababu harufu yake iko tofauti, hata unukiaji wake uko tofauti, kwa sababu huu ni udongo, ule ni umeme, iko tofauti. Na hii bidhaa kule Tanzania bara ilikuwa haifahamiki mwanzo. Lakini sasa hivi tunapokwenda navo inafahamika. Kwa sababu gani? Tumewaelimisha kule. Tayari elimu kule washa kuwa nayo. Lakini zamani ukimpelekea hivi, akwambia mistaki. Hivi wanatumia waganga. Lakini kumbe haiko hivyo. Ni kietezo kama kietezo. Sisi Wazanzibari tunavipenda sana, na ndo bidhaa yetu kubwa vyombo vya udongo. Na vina soko hivi Zanzibar. Kwa sababu hapa wapo yale matenga yale pale nadhani mnaoyaona, yale yamerudi Unguja na hivi vietezo. Wanabeba wanapeleka kule, wanauza kwa jumla kule kwa matajiri. Kwa hiyo kusema la ukweli, hivi vitu vipo na vinapendwa. Ila ukikinunua si rahisi kuvunjika kirahisi, kwa sababu mtu atakaa nacho pengine miaka 2 3. Hajahitaji chengine. Kwa sababu si bidhaa ya kuwa inaliwa hii. Ni bidhaa ambayo utaitumia kwa mara moja na utaihifadhi. Sasa soko lipo hivyo la kinyonge. La taratibu. Lakini pia hilo soko lililopo linahitaji mahitaji yetu, tunapata mahitaji yetu kwa kupitia hilo biashara hiyo tunasomeshewa wanafunzi, biashara hiyo tunafanyia shughuli zetu za jamii hapa, kama kula, kusomesha, hospitali, kwenye bidhaa hii ambayo tumejikita. Na hii tunapata kidogo, tunaweka akiba. Pangu kwa jamii ambayo inanizunguka, nadhani kijiji hichi hapa, kijiji kizima kinajishughulisha na hii kazi.
Hakuna nyumba hata moja utakaopita hii kazi itakuwa mtu hatengenezi. Kama hatengenezi kietezo atatengeneza mkungu, hatengenezi mkungu atatengeneza kijungu, hatengenezi kijungu. Yani vitu hivyo viwili vitatu lazima itakuwa vimo kwenye nyumba. Wito wangu kama wanataka kuunda vikundi waunde vikundi na wafanye ubunifu kama huu, tuweze kusonga mbele. Tushikane mkono tuweze kusonga mbele. Kwa sababu tabia kukaa baradhani tu, kutembea ni kusoma. Mimi nimetoka mmeenda hapo, ndicho kiona hapo, sicho alichokiona yeye baradhani. Kwa sababu mimi pale nitajumuika na wale wenzangu, tutashare pale kibiashara. Wewe unafanya nini? Kuna 1 2 3 mimi natengeneza. Wewe unatengeneza bidhaa gani? Mimi natengeneza hii, natengeneza hii, natengeneza hii, nafanya hivi, nafanya mafuta ya mwani, sabuni, kitu hichi. Pale unashare. Na mimi kwenye biashara yangu iko haja nifanye kitu fulani. Umesikia? Pale kweli mjasiriamali anatakiwa hakupi yote, lakini anaweza kufundisha japo moja ukaongezea kwenye bidhaa yako. Pale inakusaidia, pale ushapata moja, ukienda sehemu nyingine unaangalia. Kwanza mimi nikienda kwenye tamasha sikai kwenye meza. Rafiki yangu, nitatembea tamasha zima lile, maofisi yote lazima niyamalize. Natembea naangalia ofisi hii kunajishughulisha na nini, hapa anajishughulisha na nini, hapa anajishughulisha na nini, na asoma kwenye bidhaa. Nikitoka naambia mmeenda pale fulani kuna bidhaa 1 2 3. Hivyo vietezo kuna mmeona vietezo vingine lakini sio kama vya kwangu. Viko hivi. Kati ya hichi. Pale nikitafute wapi? Maana kukwenda ukamwambia niambie ulipokitoa hakwambia. Nikitafute wapi? Sasa uwe mjanja wewe mwenyewe wa kutafuta na wewe kuja kubadilisha sasa. Lakini kwa kuja hivi ukanambia niambie, sikwambii kwa sababu mimi nimepata shida, sikwambii. Lazima uwe mjanja, tunakuwa wajanja kusoma bidhaa za watu kiujanja na si kuja kufanya kwetu. Lakini mtu uweza kwenda kama mteja pale, unamuuliza. Hichi bei gani? Kinatengenezwaje? Kiko hivi. Baadaye kumbe tayari unarudi. Unaja kuja kufanya ubunifu. Au kama kwenye televisheni hizi tunazoangalia, tukikuta maumbo fulani tunaliangalia, baadaye tunakuja kurekodi hapa. Nilikutia liko hivi, unatengeneza. Pengine unalipata na unaliuza sasa. Kile ulichokisoma pale unaenda kukifanyia kazi hapa. Tayari tunaenda kimaisha, tunarudi kimaisha hapa, tunatoa bidhaa na tunauza. Wito wangu tukae, tutengeneze bidhaa zetu, tusijali kama utapoteza muda, utapumbazwa, utafanyaje, we piga mkonde moyo, kama unataka kujitoa jitoe, pambana na inshallah Mwenyezi Mungu atakujalia utafanikiwa. Mtazamaji wa Jahazi Online TV, hayo si maneno yangu bali ni maneno ya Damtumwa kwamba mwanamke pambana, mwanamke ni kioo cha jamii kwanza, na mwanamke na wanawake basi bila kuwezeshwa tunaweza. Na tunaona bado tukiwa na power katika nchi. Pia tunaona Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ni mwanamke, kaweza, kapambana na anaongoza kwa usalama na usalimini. Damtumwa ni wito wake huo. Mtazamaji wa Jahazi Online TV, katika kipindi chetu cha Mzalendo leo tumefika katika kisiwa cha Pemba na tumeweza kuzungumza na mjasiriamali ambaye anatengeneza vitu tofauti katika ubora wa hali ya juu. Mwisho wa kipindi hichi basi ndio mwanzo wa kipindi chengine kizuri. Ilikuwa nami mtangazaji wako Zura Salim samba na crew nzima ya Jahazi Online TV. Nyuma kamera na muoda Mahmud ametulia kabisa ili kwa ajili ya kungarisha picha, lakini sambamba na mtu makini Ramadhan Sawe yupo bomba katika masuala mazima ya production. Tumeona pale kasimamia vyema. Mtazamaji, nikutakia utazamaji mwema pindi tunapoendelea kutoka hapa Jahazi Online TV. Asante na kwaheri, alamsiki. Jahazi TV.